Ninakusalimu katika jina la Yesu. Karibu mezani pa Bwana tuweze kupata chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu ni mzuri kabisa. Tutajifunza, tutamsikia Mungu. Haleluya. Tutamsikia Mungu anazungumza na wewe mchana leo. Utaisikia sauti yake. Haleluya. Utakuwa kizungumza moyoni mwako moja kwa moja. Na utasema kweli Mungu amesema na mimi. Haleluya. Mchana leo ujumbe wetu unasema tunda la Roho. Tunda la Roho. Tunda la Roho ni matokeo ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu au ndani ya mwamini. Unapozungumzia tunda la Roho, unazungumzia maisha ya mtu baada ya kumpokea Yesu na baada ya kupokea nguvu au kumpokea Roho Mtakatifu maishani mwake, ndio utaweza kuona tunda la Roho kwenye maisha ya mtu. Kabla ya mtu kuwa na Yesu maishani mwake, kabla ya mtu kuwa na Roho Mtakatifu maishani mwake, unaweza ukaona maisha ya mtu yasiyokuwa na alama yoyote ya matunda au ya tunda la Roho Mtakatifu. Mtu akisha kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anategemea ujazo wa nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu ndani. Baada ya kuzaliwa, baada ya hapo, baada ya mtu kumpokea Yesu, tunaanza kuona yanazaliwa matunda. Haleluya. Tunaanza kuona matunda ndani ya mtu, matunda ya Roho Mtakatifu tunaanza kuyaona. Na tunapompokea Yesu tu, hatubaki tumeishi na maisha yetu kama kawaida, ila tunapompokea Yesu tunaanza kujibidisha. Tunaanza kujibidisha kumjua Mungu. Kadri mtu anavyozidi kujibidisha kumtafuta na kuendelea kumjua Mungu kwenye maisha yake, ndivyo ambavyo matunda ya Roho Mtakatifu yanaanza kujidhihirisha kwenye maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuokoka ni jambo la kwanza, kukulia wokovu na kuendelea kumjua Mungu ni jambo la pili. Haleluya. Kusamehewa dhambi ni jambo la kwanza. Jambo la pili la kuendelea kumjua Mungu zaidi na kuendelea kumfahamu zaidi ni jukumu la mtu binafsi. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana kwa habari ya kumjua Mungu, kwa habari ya kuzipokea baraka za Mungu, inamtegemea mtu. Haleluya. Haleluya. Ni mtu binafsi ndiyo mwenyewe anakuwa na kiu. Baada ya kumjua Mungu, ndani yake anasikia kiu, ndani yake anasikia njaa, ndani yake anasikia shauku, ndani yake anamtamani Mungu, anakuwa na bidii ya kumtaka Mungu maishani mwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maisha unaweza ukalaumu madhabahu, unaweza ukamlaumu mchungaji, unaweza ukamlaumu kiongozi wako, unaweza ukamlaumu askofu wako, lakini mafanikio ya kiroho yanamtegemea mtu mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Kazi ya watumishi wa Mungu ni kuwafundisha watu waendelee kumjua Mungu. Haleluya. Lakini kazi ya kuendelea kukua na kuendelea kumjua Mungu ni ya mtu binafsi. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana viwango vya kumjua Mungu vinaweza vikawa tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Viwango vinatofautiana. Haleluya. Haleluya. Na viwango vya kupokea baraka za Mungu vinatofautiana kati ya mtu na mtu. Ayubu anasema, mjue sana Mungu uwe na amani. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Viwango vyako vya kumjua Mungu vinapima kiwango chako cha baraka unazopokea. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka yoyote kwenye maisha ya mtu unayopokea kwenye maisha yako inalingana na kiwango chako cha kumjua Mungu. Haleluya. Utampokea mume utakayempokea kwenye maisha yako, mke utakayempokea kwenye maisha yako, inalinganishwa na viwango vyako vya kumjua Mungu. Haleluya. 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 Kiwango cha mwezi unayemtaka kitalinganishwa na kiwango chako cha kumjua Mungu. Si vinginevyo. Sinaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Baraka zozote unazozipokea kwenye maisha yako zitalinganishwa na viwango vyako vya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana watu waliomjua Mungu hawatosheki na viwango walivyo navyo. Haleluya. Kila siku wanaendelea kujipitisha. Alikuja ibadani mchana, atasema na usiku na ibada nitajitahidi niwepo. Ndani yake anajisikia bado anamhitaji Mungu, anajisikia anatamani kuendelea kukua, anajisikia anatamani kwenda hatua nyingine, hawezi kuridhika. Amefunga leo, anasema na kesho nitafunga. Nimesoma neno leo, anasema na baadaye nitasoma. Amefanya hiki leo, anasikii kutosheka kwa sababu ndani yake anamtamani Mungu kwa viwango vikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Nikamwambia mtu, nikamwambia ongeza idadi yako ya ibada. Ibada zako ni chache, ongeza ibada zako ziongezeke. Sasa leo Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Katika mwaka leo nimekuja mbele zako, naye anakutazama, anasema naam, nimekuona. Haleluya. Haleluya. Hakuna aliyetokea mbele za Mungu akarudi alivyo. Kila unapotokea mbele za Mungu unarudi tofauti na ulivyokuja. Sielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mara zote unapokwenda mbele za Bwana, uwepo wake unakuwa juu yako. Haleluya. Kama kuna vifungo, kama kuna roho, kama kuna mamlaka zozote ziko maishani mwako, kila unapoingia mamlaka zinaendelea kupungua. Kila unapoingia kuna vitu vinatoka. Kadri unavyozidi kujihudhurisha mbele za Mungu, ndivyo ambavyo Bwana anazidi kukufungua maishani mwako. Haleluya. 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 Usiridhike na maisha ya ibada chache kwenye maisha yako. Ni lazima ujue kupigana kuhakikisha unahudhuria ibada kwa gharama yoyote. Haleluya. 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 Ni katika uwepo wa Mungu tunakutana na Mungu kwenye maisha yetu. Soma Galatia 5 mstari wa 22. Tuone yale matunda yao. Amen. Pendo, furaha. Rudia tena. Asante. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Asante sana. Matunda ya Roho yako 9. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu na kiasi. Kuna watu wanaunganisha pale, anasema upole kiasi. No, thank you. Sio upole kiasi, ni upole alafu mkato alafu kiasi. Upole tunda la Roho, alafu kiasi tunda la Roho. Usichanganye mambo hapo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hilo andiko. Kuna upole halafu kuna kiasi. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hayo ndio matunda ya Roho ambayo kwa mtu aliyeokoka tunataka kuyaona kwenye maisha ya kijana. Tunataka kuona kwa maisha ya binti, kwa maisha ya mama, kwa maisha ya baba. Tukimwangalia tunaona matunda ya Roho kwenye maisha yake. Tunaiona furaha, tunaiona uvumilivu, tunaona utu wema, tunaona fadhili, tunaona kiasi, tunaona upole. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu alipomaliza kazi hapa duniani, kabla ya kupaa kwenda mbinguni, ndani ya siku 40 alikuwa anawatokea wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia, msiondoke hapa mpaka msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapopokea ile ahadi ya Baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia msiondoke, hampasi kuondoka. Nikiwatazama naona mko tupu ndani yenu. Sioni udhihirisho, sioni nguvu, sioni matunda ya Roho kwenye maisha yenu. Bila shaka mkitoka, kabla mjapokea zile nguvu ambazo zitaachilia matunda ndani yenu, hamtaweza kutembea kwa ushindi. Haleluya. Yesu alijua ya kwamba hii dunia imejaa misukosuko ya kila namna, imejaa mapambano ya kila namna. Ni mpaka mtu akishamwamini Yesu, akae vizuri na Mungu, azipokee zile nguvu za Mungu. Akishazipokea, tutaanza kuona matunda ya Roho Mtakatifu ndani yake. Haleluya. Ni kwa nini leo watu wanatembea kwa maisha ya kushindwa tu? Na wakati Biblia inasema huko ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Haleluya. Haleluya. Imani yetu inaitwa ni ushindi. Hakuna aliyepokea imani hii akashindwa. Lakini kwa nini tunashindwa? Kwa nini tunashindwa? Kwa nini vijana wanafeli kwenye ujana? Tunategemea kijana aliye ndani yake amejaa nguvu. Kwa nini vijana wa kanisani na vijana wa dunia wanashindana tu kuwa na mademu wengi? Vijana wa kanisani na mademu wengi, na kijana wa dunia na mademu wengi. Haleluya. Hakuna tofauti. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lazima ulimwengu ujue ya kwamba tumepokea nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinaweza kutusaidia kushinda dhambi. Oh, haleluya, haleluya. Naongea na watu hapa walioamua kwenda mbinguni. Lazima uhakikishe ndani yako unazo nguvu za kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama zinawe unapiga mweleka, bado una kazi kubwa ya kufanya. Sio rahisi kuziona baraka za Mungu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Watu wakuu wote unawasoma kwenye Biblia wameitwa ni wakuu kwa sababu ndani yao walikuwa na nguvu ya kushinda ulimwengu. Haleluya. Tunatembea kwenye ulimwengu uliojaa uchafu, lakini pamoja na uchafu wake tunatembea kwa ushindi. Uchafu unatuangalia lakini hatumsogelee kwa sababu ipo nguvu ndani yetu. Haleluya. 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 Naongea na watu wakuu hapa, nipungie mkono. Haleluya. Naongea na watu wakuu. Nilimwambia Mungu, nipe neema. Haleluya. Nipe tu neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiingia kwenye maombi, namwambia Bwana, mimi ni mwanamke yule ambaye natamani nisiwe na maisha ya kawaida.
Kama kuna wanawake waliweka historia kwenye Biblia, wakina Debora, haleluya, mpaka leo tunawasoma. Wakina Hana tunasoma habari zao, wakina Sara mke wa Ibrahimu tunasoma habari zao. Ni wanawake wa mfano, wanawake majiant. Ukisema malegend wa kike hauwezi kuwataja. Kama waliweka alama kwenye dunia hii, hata leo tunawasoma. Namwambia Bwana nipe neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Namwambia Bwana nipe neema. Natamani unipe neema. Natamani kutembea kwa ushindi, maadamu nimejua ya kwamba yuko msaidizi anaweza kunisaidia. Kazi yangu ni kunyenyekea na kumhitaji nisaidie. Haleluya. Unataka kuwa mtu wa kawaida tu na umepokea imani kubwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka ukoo wako uendelee kuwa wa kawaida, na wakati kuna mtu mkuu. Haleluya, 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 haleluya. Yusufu alipojijua ya kwamba nguvu za Mungu ziko maishani mwake, haijalishi alitoka kwenye familia ya namna gani, alijiambia mwenyewe akasema, lazima niweke alama kwenye ulimwengu. Vizazi na vizazi watasoma habari zangu, na mimi kama mtu mkuu nitasimama kwa nafasi yangu. Familia yangu yote watainuka kwa ajili yangu. Na kwa ajili ya Yusufu, mzee Yakobo aliinuka. Kwa ajili ya Yusufu, ndugu zake wote waliinuka. Ayayayayaya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Maisha unaamua. Maisha hauwekei mikono. Binti zangu, maisha unajikomiti mwenyewe. Unasema nitakuwa committed habari ya Mungu wangu. Nimezijua kanuni, nitaziishi kanuni za Mungu. Haleluya, haleluya. Tuanze na tunda la Roho la kwanza ambalo ni upendo. Upendo. Andika upendo. Neno upendo ni kama neno la kawaida, limezoeleka, tumezoea kulisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika yale matunda ya Roho, tunda la Roho, upendo lipo. Kwa mtu aliyeokoka, tunategemea kwenye maisha yako tuone upendo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Upendo wa watu waliokoka ni tofauti na upendo mwingine wowote. Upendo wa watu wa dunia, anakupenda kwa sababu una kitu, kwa sababu una hela, atakupenda. Haleluya. Kwa sababu una shape, atakupenda kwa sababu ya hiyo shape. Kwa sababu una macho mazuri, atakupenda kwa sababu ya yale macho. Ngoja siku moja upate ajali, lile jicho chomwe na kitu chenye ncha kali, uwe chongo. Ukishakuwa chongo, yule kijana handsome ambaye alisema anakupenda na wala ukujua ya kwamba alikupenda kwa sababu ya macho, amesikia umekuwa chongo, hautamuona tena. Kuna mtu alikupenda kwa sababu una kazi, alipokuwa na shida uliweza kumsaidia. Sasa hivi hauna kazi, hata ukimpigia simu apokee. Alikupenda kwa sababu ya kazi yako, aliipenda kazi yako, hakukupenda wewe. Huo ni upendo wa kinafiki. Haleluya, haleluya. Lakini upendo wa kimungu, tunampenda mtu bila sababu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikupendi wini, sikupendi lozi eti kwa sababu una tabia nzuri. No, hata kama nikijua una tabia mbaya,
bado nitakupenda. Oh, haleluya. Bado na taarifa zako mbaya, lakini nitakuonesha mapenzi ya dhati kutoka ndani. Wala sina chuki na wewe, tena sio kwa unafiki. Haijalishi una tabia gani, lakini moyoni mwangu nasikia kukupenda, nasikia kukuombea. Anayekupenda atakuombea. Nikienda mbele za Bwana nitamwambia Mungu, mwangalie kijana wangu, ni kweli na tabia mbaya, nimesikia navuta bangi, lakini moyoni mwangu natamani Bwana umbadilishe. Nitampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio upendo wa watu waliokoka. Tukiwa tumeokoka, hata kama mtu hana kitu, ni masikini kabisa, tunaonyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wachungaji ni wabaguzi. Kuna mama wachungaji ni wabaguzi. Kuna wazee wa kanisa kama wapo hapa tuache, ni wabaguzi. Kuna viongozi wa idara ni wabaguzi. Kuna viongozi wa zoni ni wabaguzi. Anaweza kambagua mtu kwa sababu ya hali yake. Tukisikia fulani ana shida, tunaweza tukakimbia kwenda, lakini fulani hatuendi. Tutahamasisha mtu fulani, lakini mwingine hatufanyi hivyo. Kwa nini? Ndani yetu tumejaa roho ya ubaguzi, roho ya kupenda, upendo wa kinafiki. Tunawapenda watu kwa sababu ya vitu vyao. Haleluya. Lakini upendo wa Mungu, oh haleluya, upendo wa Yesu, haleluya, ulikuwa ni upendo wa ajabu sana. Haleluya. Alitoka mbinguni. Biblia inasema alikuwa ni Mungu, anaketi kwenye kiti, anaabudiwa. Malaika wanainuka mchana, wanainuka usiku, asubuhi wanainuka, wanainua mikono, wanamsujudu. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema hakuona kule kuwa kufanana na Mungu kwamba ni kitu cha kuambatana nacho. Aliacha enzi, akavua utukufu, akachukua ule utukufu wote na ile heshima yote, akaichukua, akaiacha. Oh, haleluya. 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 Wale maselafi, wale malaika waliokuwa wanamsifu, wanataja jina lake asubuhi, wametunga nyimbo nyingi za kulitukuza jina lake. Wanaimba kila saa, wanamuinua, wanaanguka chini, wanainuka, wanasema unastahili, utukufu ni wako, wanainuka. Haleluya. 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 Biblia inasema hakuona ile heshima kwamba ni kitu cha thamani, akaivua ile heshima, akaitupa chini. Akabaki hana utukufu, akawa ni mtu wa kawaida. Akasema nitakwenda duniani. Alinitafuta mimi. Haleluya. Mimi Anastasia, niliyezaliwa kwenye familia masikini. Hakuna aliyenijua. Nilikuwa ni mchafu na uchafu wa kila namna. Akaacha utukufu, akaacha heshima, akaviweka pembeni, akachukua kiti cha enzi, akakitupa, akasema nitazaliwa na mwanamke wa kawaida anaitwa Bikira Maria. Alikuwa ni mwanamke wa kawaida, alikuwa hana historia. Kwenye mji akazaliwa, kwenye mji dhaifu, mji usiojulikana, akazaliwa hapo. Oh, haleluya. 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 Aliyekuwa tabishi wa vitu vyote
aliyeumba mbingu, nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, akazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Ora kararosaka. Bwana wangu Yesu hakuzaliwa kwenye magorofa, alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, mahali ambapo ng'ombe wanaacha kinyesi pale. Mvua zinanyesha, ile kinyesi kinatembea sehemu yenye uchafu isiyokuwa na heshima. Yesu akazaliwa hapa, na binti mdogo bikira ndio aliyemzaa, wala hakutafuta kuzaliwa kwenye familia masikini, ili ya kwamba nipende mimi niliyekuwa sina sifa. Alikupenda wewe usiyekuwa na sifa, alikupenda wewe uliyekuwa ujulikani. Leo na heshima, leo na afya, ni kwa sababu kuna mtu alikupenda bila sababu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama ukilijua hilo, barikiwa mtumishi. Ukilijua hilo kwenye maisha yako, hautamdharau mtu. Haleluya. Ili mwambie Mungu, hata ukiniinua kwa kiwango gani, niondolee dharau kwenye maisha yangu. Sitaki nimdharau mtu, hata kama na hali gani. Natamani nimbebe alivyo, kwa sababu Yesu hakunidharau. Kama angenidharau mimi, usingekuwa hapa leo. Usingekuwa hapa leo. Usingekuwa hivyo leo. Wachawi wangekutesa, mashetani yangekunyanyasa, ajali zingekuwa, lakini unatembea mahali wamekutegea ajali, wanashangaa umevuka. Ile ajali haijakuweza, kwa sababu aliyekupenda alisimama barabarani akaipiga teke ile ajali. Haijakuweza. Leo unaonekana una afya, kwa sababu Yesu yupo kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuone tunda la Roho, la bila ubaguzi, la bila upendeleo. Unaweza ukampenda huyu na unaweza ukampenda huyu kwa kiwango kile kile, bila kumvunjia mtu heshima, bila kumvunjia mtu hadhi kwa maneno yako mabaya. Kuna watu wana maneno mabaya, kwa sababu ya kukosa upendo unaweza kumtamkia maneno mabaya tu. Mtu yoyote mwenye upendo anahakikisha furaha ya mtu. Haleluya, haleluya. Nikimpenda Domentina ndani yangu, nafurahi kumwona Domentina anacheka. Haleluya. Upendo wa Mungu, tafuta kumfurahisha mtu, tafuta kugusa maisha ya mtu, hata kama sio kwa kiwango kikubwa, hata kwa kiwango kidogo tu. Unaweza ukasema natamani kumwona huyu anacheka. Haleluya, haleluya. Ndiyo kazi ya Yesu. Yesu kila siku anatamani kuona tunatabasamu. Anasema hapendi kumhuzunisha mwanadamu. Mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake akimwona mtu ana shida, atamwombea na sio kumsimanga, na sio kumsema vibaya. Haleluya. Tunasemana vibaya makanisani kwa nini? Hatuna upendo. Unamwona mtu ana shida, baada ya kumtia moyo, unatafuta kikundi, unakaa nacho, unaanza kumsengenya, unaanza kumsema vibaya, unaanza kumvunja moyo. Haleluya, haleluya. Wako wapi watu ambao wamejaa upendo wa Mungu maishani mwao? Wanapoona watu wanapita kwenye magumu, wanawashika mkono, wanawakumbatia, wanamwambia Bwana ni mwaminifu, atakuvusha. Iko saa inakuja, Bwana atakuvusha. Haleluya. Tuwapate wapi? Tuwapate wapi watu wa namna hiyo? Haleluya. Kimwona mwenzetu amezimia, safari imekuwa ngumu, hatupasi kumvunja moyo, hatupasi kumsema, tunapaswa kumtafuta na kumtembelea. Tafuta maneno ya Mungu,
depression zimekuwa nyingi kwa watu hadi makanisani. Unajua kwa nini? Mtu anabeba tatizo lake mwenyewe na watu wanajua kwamba ana tatizo, lakini wale watu hawajui kubeba tatizo la mtu. Yaani mtu hawezi akachukua tatizo la mwenzake likawa kama la kwake, akatembea na lile tatizo la mtu, akamtia moyo, akamwambia songa mbele. Ndo kwanza akiwa muone kanisani, haji kanisani siku hizi, ule mguu amekuja, mguu umeshindikana kupona, kaamua ajiachie. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa peke yako, Mungu amekupa unajua neema ya kuwashika mikono watu waliochoka, watu waliovunjika moyo, watu waliokata tamaa. Hiyo neema iko kwa wachache sana, na hakuna neema yenye baraka kama neema ya kumwona anayeshindwa, ambaye inawezekana alikuwa anarudi nyuma, hataendelea tena. Lakini akatokea mwanamke mmoja, akatokea kijana mmoja, akasema hutafia jangwani, nitakushika mkono, tutakwenda popote na Bwana atakusaidia. Alafu yule mtu ambaye tulihisi ya kwamba kwa shida alionayo atafia jangwani, tunamwona amelivuka jangwa. Haleluya, amekwenda ng'ambo ya pili, ameuona utukufu wa Bwana. Yule mtu ambaye alimshika mkono yule mtu akamvusha kule jangwani, yule mtu Bwana anamwangalia kwa macho mawili, hata baki alivyo duniani na mbinguni kotaji kwa ajili yake. Haleluya, 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 haleluya. Lazima tuhakikishe kanisa tuna upendo maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huzuni ya mtu iwe huzuni yako, shida ya mtu iwe shida yako, maumivu ya mtu iwe maumivu. Ndio tabia ya Yesu. Tunda la Roho. Watu hawana tunda la Roho la upendo kwa sababu ndani yao hawajapokea nguvu ya kuwasaidia kuwa na upendo ndani yao. Haleluya. Ukipokea nguvu ya upendo, utampenda mtu beyond. Haleluya. Utampenda mtu zaidi ya upendo wa kawaida. Haleluya, haleluya. Na nataka nione mikono ya watu wenye upendo mahali hapa. Haleluya, haleluya. Nataka nione watu wanaosema tuko tayari kuwa na upendo wa agape, upendo ambao hauangalii kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jifunze kuwa na upendo. Jifunze kuwa na upendo. Soma Wakorintho wa kwanza sura 13. Wakorintho wa kwanza sura 13. Soma hapo mstari wa 4 na wa 7. Wa 4 hadi wa 7. Yes. Amen. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari. Upendo hautakabari. Haujivuni. Haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Haufurahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Bali hufurahi pamoja na kweli. Bali hufurahi pamoja na kweli. Soma upendo kwa mwanzo kabisa. Upendo. Upendo huvumilia. Upendo huvumilia, Ufadhili. Ufadhili. Upendo huvumilia. Mtu akiwa na upendo anavumilia, anaweza akamvumilia anayempenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu kwa sababu anatupenda, anatuvumilia.
tunamkosea sana, lakini hajawahi kutuua. Anamuua huyu mwanamke pamoja na uovu, pamoja na makosa unayofanya, lakini anakuvumilia. Upendo huvumilia. Unamwona mtu ana mapungufu, lakini kwa sababu ya upendo uko tayari kuvumilia mapungufu yake. Upendo hufadhili. Naweza nikamfadhili mtu kwa sababu ya upendo, nikamfadhili, nikampa nguo nzuri akavaa, nikachukua pesa nikampa. Siku hizi watu watupeani pesa, tuwezi kumpa mwenzie pesa. Unagundua kabisa mtu wangu akikawa kula mchana hana, umepiga una shilingi 10,000 yako mfukoni, wala ujali. Lakini ukiona ule upendo, ungechukua shilingi 2,000 ukamshikisha kama unampa mkono, ukamwambia mbarikiwe, anasema Mungu ameniona, atachukua ile shilingi 5,000 atakula, utakuwa umempa uzima kuendelea kuishi. Ufadhili. Upendo haujivuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo hauna uchungu. Kimwona mtu amefanikiwa, kwa sababu una upendo utakasirika. Umejaa uchungu, hauna upendo. Muda hautoshi. Hatutasema matunda ya Roho yote, ila nimechukua machache tu kwa sababu ya muda. Tunda la Roho lingine ni kiasi. Andika kiasi. Kiasi. Na hapa wanaunganishaga upole kiasi. No. Kiasi najitegemea. Nini maana kiasi? Kiasi ni kujitawala. Kiingereza wanasema self control. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezo wa kujizuia. Tunda la Roho la kiasi ni muhimu sana kwa mtu aliyeokoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matunda ya Roho yote ni muhimu, lakini Mungu amenipa neema kuzungumzia kiasi. Ukikosa kiasi, kosa self control kwenye maisha yako, utakuwa na maisha ya ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya bila kuwa na kiasi ni maisha ya ovyo. Hujai kuona mtu asiye na kiasi ana maisha ya holela, hana utaratibu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Timotheo wa kwanza. Mtu asiye kuwa na kiasi sio mstaarabu. Haleluya. Ukikosa kiasi unakuwa sio mstaarabu, haujastaarabika, una tatizo. Timotheo wa pili. Soma Timotheo wa pili hapo sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 8. Timotheo ngapi? Yes, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 8. Kiasi katika mambo yote. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Haya maneno Paulo anamwambia kijana wake Timotheo. Anamwambia basi wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Timiliza huduma yako. Kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia kijana wake Timotheo, uwe na kiasi katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimesema kukosa kiasi kwenye maisha kutakufanya uonekane una maisha ya holela,
maisha ya bila kuwa mstaarabu. Mimi nikupe baadhi ya mifano kidogo. Mfano, kuongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuongea kunaweza kukusababisha ukaonekana wewe sio mstaarabu kama ukikosa kiasi. Kuna mtu akiwa mahali na wenzie, yeye anataka yeye ndio mjuaji, kila kitu yeye anajua. Kuongea sana kunapunguza heshima ya mtu. Narudia tena. Kuongea bila kuwa na kiasi kunapunguza heshima ya mtu. Ukiwa umeokoka, jitahidi sana kutokuwa muongeaji sana kwenye makundi ya watu. Uwe na kiasi katika kuongea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Zaburi 39 mstari wa kwanza. Sema, nitazitunza njia zangu, nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lijamu kinywani, maadamu mtu mbaya yupo mbele yangu. Nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Ulimi unaweza kukukosesha. Katika maneno mengi kuna kujikwaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwenye kuongea sana kuna kukosea. Ukitaka kuonekana mtu muungwana na mtu msalamu, unaongea kwa kiasi. Sio lazima kila neno uchangie. Mengine acha yapite. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Kuwa na kiasi kwenye kuzungumza. Maneno mengi. Lazima uwe na tunda la Roho la kiasi kwenye kuzungumza. Mfano mwingine ni kwenye kutafuta pesa. Soma Timotheo wa kwanza huo sura ya 6. Timotheo wa kwanza huo sura ya 6. Mstari wa 9 na 10. Kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi, na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye udhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Amen. Shina la mabaya yote ni kupenda pesa. Jamani, mimi napenda pesa, naipenda hela kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ipende pesa, uwe na kiasi kwenye kupenda fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafuta fedha kukatazwi, lakini jaribu kutafuta pesa uwe na kiasi. Kiasi na macho maanisha usitafute pesa mpaka ukajikuta unakosea kwa sababu ya kutaka pesa kwa nguvu, ukamkosea Mungu kwa sababu ya kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu umeajiriwa, basi ukaingia gharama za kuiba kwa sababu unaitaka pesa. Watu leo wapo makanisani ni kama picha tu, walishamwacha Mungu siku nyingi. Roho ya wizi ilishaingia ndani yao, wameiba kwenye makampuni yao, wameiba kwa mabosi wao kwa sababu ya kupenda pesa.
walishamwacha Mungu siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kweli tunataka pesa, lakini hatuitaki pesa eti mpaka tumkosee Mungu. Kama Mungu hajapanga kunipa hela na asinipe hizo hela, lakini sio kwa kuiba pesa ya mtu, kwa kutapeli pesa ya mtu. Tunatuma kanisani ni matapeli. Na yupo kanisani anakopa hela ya mtu makusudi tu, halipi makusudi. Sio kwamba hana kusudi, halipi makusudi tu. Bwana Yesu sasa anachukua bidhaa ya mtu, halipi makusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Roho ya kupenda pesa kwenye maisha yako. Binti kaamua kujiachilia kwa vijana kwa sababu ya pesa. Anauza mwili wake apate kodi ya nyumba, apate gauni, apate hela ya kusuka, apate nini. Ameamua kujiuza kwa sababu ni kweli kujiuza. Kujiuza sio lazima useme barabarani uanze kugeuka hivyo. Naambiwa kujiuza hata kuchukua pesa ya kijana sio mume wako, alafu ukachukua ile hela ukatumia kwa madhumuni ya kulipa mwili wako, maana yake uko unauza mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hukumu ya Bwana inakusubiri. Ikitokea leo umelala jehanamu moja kwa moja kwa sababu umefarakana na Mungu kwa sababu ya kupenda pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini watu waliojaa ndani ya tunda la Roho, anasema haijalishi napita kwenye magumu kiasi gani, sitamkosea Mungu. Ndani yake tunda la Roho limejaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mwingine, kujipamba. Na niko namalizia. Kujipamba. Wanawake tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlembo namba 1 aliko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika kujipamba kwako kama mwanamke aliyeokoka, lazima uwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akiwepo mtu ni muamini mpya, ndo kwanza amempokea Yesu, amekuja kanisani, usimforce haraka ukamwambia uwe na kiasi bwana, hizo kope zako hapana humu ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo makucha kama jini hapa hapana. Tufanye hivyo. Walimu wa kukulia wokovu tupo. Walokole watakatifu wa Bwana tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwapo mtu ametoka duniani, amekuja bado hana kiasi, tuna kazi ya kumfundisha kidogo. Usianze kushambulia watu hapa. Mtu anatoka hapa anaanza kumshambulia mtu. No. Tunawafundisha kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima unapojipamba mwanamke, jipambe mtu akikuangalia anakuona huyu ni mtu. Usijipambe mpaka ukawa kama wale wa mitaani, wale makahaba. Mtu akimwangalia kahaba, akikuangalia na wewe haoni tofauti kati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukivaa nguo wanawake, tunavaa nguo za heshima. Haleluya. Ambazo hazijatushika sana miili yetu. Sinaelewana wanawake sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usivae nguo mpaka mtu anaona kalio lako lilivyoumbwa, anaona hadi nguo zako za ndani zilivyojichora. Sio kanisani tu, mahali popote ukiwa na tunda la Roho ndani, hata ukiwa kule
Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi namshauri kijana wangu yoyote, ukitaka kuoa mwanamke, muoe mwanamke anayevaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavazi yanamtambulisha mtu. Sipane leo. Vazi ulilovaa linakutambulisha wewe ni nani. Tunaweza tukakujua wewe ni nani kwa ulivyovaa. Haleluya. Kwa muonekano wako ninaweza nikakujua wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoenda kununua nguo dukani, angalia nguo ya mwanamke mcha Mungu. Angalia nguo ya binti aliyokoka. Ukivaa hiyo nguo, unatoa hela, unasema hii nguo ninaweza nikavaa mimi mtakatifu. Binti aliyokaa haachi maziwa wazi, hatembei kifua wazi, haachi mgongo lote liko wazi, havai pasuo mrefu, mapaja yanaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa kuvaa kwa heshima, hata wale malaika wa heshima, unapotembea barabarani, mwanamke amevaa kwa heshima, wale malaika wa ulinzi wa heshima ndio watakuwa nyuma yako. Ukipiga hatua, wanakuwa nyuma yako, kwa sababu wewe ni wa heshima. Kila unapoenda, wale malaika wanakuwa juu yako. Unapokea kibali cha heshima kila unapoingia. Ukiingia kwenye ofisi, unapata kibali cha heshima kwa sababu wewe ni wa heshima. Vice versa ndivyo ilivyo. Ukivaa nguo za ajabu, yale majini mahaba ndio yanakusindikiza Kariakoo, na ule mpasuo mrefu Maimuna Makata yamekuwa pande zote yanakusindikiza. Kila unapoenda, unapopiga hatua, Makata yuko pamoja na wewe. Hauko salama kabisa. Majini yamekujaa, mashetani unazoa njiani, yote yako nyuma yako kwa sababu ya mpasuo mrefu, kwa sababu ya makalio yako yanaonekana. Kila unapotembea, yale maroho ya giza yako na wewe kila unapoenda. Na ndio maana unakaa muda mrefu, unasema mbona siolewi? Yale majini yamekwisha kukuoa, yalipenda mpasuo, yakafunga na wewe ndoa kwa siri, wala wewe haujui. Ni kale kasuluwali, ni kale kapenzi unakokavaa, kamekuchukulia. Mume wako ameondoka, amekaa chini pale, ndio limefunga ndoa na wewe. Kila anayekuja kwako hawezi kukuoa kwa sababu yale maroho yamejaa. Yalipoona kifua wazi, yakakuvaa, yakaishi na wewe. Umepoteza mvuto. Si unanielewa? Si unanielewa? Haleluya. Wasiomjua Mungu watakuwa kinyume na mimi, lakini nakwambia mwanamke yeyote wa heshima aliolewa na mwanaume wa heshima. Amen. Kweli ya Mungu. Haleluya. Amen. Ndio kweli.
akamwambia mume wake, mimi sitapika, ina maombi ya siku 7 kavu, kwa hiyo sipiki humu ndani, sifui, sifanyi chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama umekaa na mume wako, umeongea naye, mmekubaliana kwamba nitakaa na maombi ya siku 3, mume wangu, naomba hizi siku 3 watakuwa wanapika watoto, naomba unisaidie, nitakuwa mbele za Mungu, nitakuwa ninakuombea wewe mume wangu na kazi zako na watoto wetu. Mmeelewana sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio unakurupuka tu. Nataka na maombi, mtu anibabaishi na msimsikilize mtu zaidi ya Mungu. Mimi Mungu ndo kila kitu. Umekosa hekima, umekosa kiasi. Tunafunga kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nafunga tangu maombi yameanza, ninafunga kila siku. Lakini muulize yule baba, na wajibika kama mama kila eneo. Nikikaa kwenye kuomba ninaomba, nikirudi nyumbani kudeki ninadeki, ninapika, ninawajibika, kila kitu nafanya kwa kiasi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe wanawake. Bwana Yesu asifiwe wanaume. Mwanamke, hakikisha usiwe sababu ya kuvunja ndoa yako kwa sababu ya kukosa kiasi. Nenda kazini, unakaa kazini huko masaa yote, ukumbuki kupika, ukumbuki kufanya wajibu wako. Kila kitu kifanye kwa kiasi. Unapika, unafanya kila kitu, unawajibu kila eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kusema mimi siwezi hicho, nimechoka, mimi sifanyi hicho. Kuna mahali umekosa kiasi. Ndio maana kuna mahali ufanye vizuri. Shangilia Yesu tena kwa makofi mengi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Uvumilivu, namalizia uvumilivu. Namalizia na uvumilivu. Uvumilivu ni subira. Subira. Uvumilivu ni uwezo wa kusubiri. Tunda la Roho la muhimu sana kwenye maisha ya mtu. Lazima uwe una uwezo wa kusubiri kwenye maisha yako. Uwe na tunda la Roho la uvumilivu. Kuna mtu sio mvumilivu kabisa. Kugombana ni kidogo tu, yani hawezi kuvumilia. Hata mtu amemkosea, hawezi kusema hebu hili jambo niliache, hebu niliache, nipotezee, liishe. Hawezi. Atabwatuka tu, atagombana, atapambana, atapigana, yani sio mvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukikosa uvumilivu kwenye maisha yako, unaonekana ni mtu wa ajabu sana. Kwenye nyumba za kupanga huwezi kukaa. Utahama nyumba mpaka watakuita hama. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuishi na mtu nyumbani kwako, huwezi. Kuna mtu hawezi kuishi na mtu nyumbani kwake. Hawezi. Ekaenda msichana wa kazi, hawezi kukaa naye. Kwani sio mvumilivu. Ukina mama tupo? Kina mama tupo? Leo mama ni na nyinyi kweli leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kuishi na mtoto wake vizuri. Maana mama sio mvumilivu, akifika nyumbani kila kitu lazima aseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio vibaya kusema na kuelekeza watoto nyumbani wapaswayo kufanya. Lakini kila kitu yani hawezi kumeza. Kuna mengine unameza unakausha tu unaendelea na maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mume au mke, kuna wanaume sio wavumilivu. Yani chakula leo kijaiva vizuri hawezi kumezea akanyamaza tu yakapita. Atasema tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mboga si iko jamani. Malage nayo si imeiva jamani. Chaimu na ina kila kitu, sio mvumilivu. Kuna bosi sio mvumilivu. Mabosi wapo, mabosi mpo. Sio wavumilivu mabosi. Lazima uwe na tunda la Roho la uvumilivu kwenye maisha yako. Ukiwa mvumilivu unaweza ukaishi mahali popote. Binti ukiwa mvumilivu ndoa utaiweza, utaweza kuishi kwenye ndoa. Kijana ukiwa mvumilivu utaweza kuishi na bosi wako. Binti ukiwa mvumilivu utaweza kuishi na ndugu zako, utaweza kuishi mazingira yoyote yale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini uvumilivu
ni uwezo wa kusubiri, hata kumsubiri Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo kwenye maisha yako yanahitaji uvumilivu wako tu Mungu akutendee. Haleluya. Haijalishi watu wametendewa sana jambo lolote lile kwenye maisha yako, wewe bado hujaona, lakini muujiza wako upo kwenye uvumilivu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tumekuwa na washirika hamahama. Leo yuko madhabahu hii, kesho yuko madhabahu hii, kesho anahangaika madhabahu zote. Kwa sababu gani? Amekosa roho ya uvumilivu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Utahama, utakwenda huku, utakwenda huku, utatoka na huku, utaenda na kwa waganga wa kienyeji. Kote umekosa uvumilivu. Lakini tunda la Roho, uvumilivu, likiwa ndani yako, utaweza kustahimili. Yesu mwenyewe alikuwa ni mvumilivu. Asingekuwa mvumilivu Yesu, asingeshinda kifo cha msalaba. Kilikuwa ni kifo cha aibu, kilikuwa ni kifo cha fedheha. Yawezekana kuna maisha unaishi ni kama maisha ya aibu, maisha ya fedheha. Kuna mazingira unapitia ni magumu sana, huelewi itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mtu wa Mungu unayenisikia mchana wa leo, watu wote ambao tunawasoma kwenye Biblia walikuwa ni watu wakuu. Kama nilivyosema, walipokea baraka za Mungu kwa ushindi mkubwa. Ni watu waliokubali kuvumilia, waliokubali kupita kwenye mateso, waliokubali kupita kwenye moto, kwenye masimango, kwenye maneno mabaya. Yawezekana umetukanwa, umesemwa vibaya. Wewe sio wa kwanza. Wapo waliosimangwa tangu zamani, wakasemwa vibaya, wakatukanwa, lakini wakaendelea kukaa kwenye imani. Wakamwambia Bwana, hata kama tunasimangwa, hata kama tunasemwa, hata kama tunaonekana tufai, lakini tutaendelea kukaa na wewe Mungu. Najua yako majira ya Bwana, yako majira yanakuja. Nikutie moyo mtu uliyeko mahali hapa, endelea kuvumilia kwenye hiyo changamoto unayopitia. Utukufu wako unakuja, saa yako inakuja, Bwana anakuja na kilicho chako mikononi mwako. Endelea mbele, hata kama moto ni mkali kiasi gani. Unasikia moto ni mkali, endelea kumwamini Bwana ya kwamba ni kweli moto ni mkali, lakini Mungu naomba unisaidie. Haleluya, haleluya. Na mara zote mimi wanapenda kusema, hakuna mtu ambaye, wewe angalia watu wote kwenye Biblia ambao walipokea baraka za Mungu kwa uvumilivu. Angalia baraka zao. Wewe usiangalie wangapi wameolewa, usiangalie wangapi wamefanikiwa. Sio kazi yako, subiri majira yako. Haleluya. Na wakati tunamsubiri Mungu, tunaendelea kuyafanya mapenzi ya Mungu, tunaendelea kufanya ibada, tunaendelea kumtumikia Mungu. Hata kama hali inakuwa ngumu kiasi gani, tunasema pamoja na mapito haya magumu, lakini tutaendelea kumwabudu Mungu kama kawaida, tutaendelea kutumika kama kawaida. Oh, haleluya. Hatumwachi Mungu kwa sababu ya changamoto. Changamoto zije, lakini hatuwezi kumwacha Mungu. Tunaendelea kumwamini. Simama kwa miguu yako. Simama. Simama. Rikarabasaka. Rama shatarabosi. Mtu wa Mungu ambaye amepata neema ya kuja nyumbani mwa Mungu siku ya leo, najua maneno haya umeyasikia na unatamani Mungu akusaidie. Kuna eneo unajua, hili eneo mimi nakwama. Katika eneo la upendo, eneo la kiasi, eneo la uvumilivu, labda upole, utuewa na fadhili. Kuna eneo ambalo nagundua kwenye hili eneo bado ninapwaya. Nahitaji msaada wa Mungu. Nahitaji msaada wa Mungu. Mchana wa leo ipo neema. Ipo neema kwa ajili yako. Inua mikono yako juu.
Hosana, 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 ndiwe Mungu wetu, imba hosana, imba hosana, imba hosana, oh 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 imba hosana. Shuka sasa, utusaidie, imba hosana, rapa shatara, reka shata. Anza kuomba sasa, mwambie Bwana, katika eneo hili naomba unisaidie, katika tunda la Roho hili Bwana, Roho Mtakatifu, niko mbele zako, nisaidie. Mwambie Yesu, nisaidie. Tamka maneno yako. Msaada upo mahali hapa. Neema ya Mungu ipo hapa. Neema ya Mungu ipo kukusaidia. Usimwangalie mtu, angalia nafsi yako. Omba mwenyewe, wewe unajua maisha yako. Rikaramasaka, reka shatara, rema shandorosaka, shetaramosa, rikarabosikirika. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba msaada wa Mungu, endelea kuomba msaada wa Mungu. Mchana leo neema ya Mungu ikusaidie, neema ya Mungu ikusaidie. Asante Bwana. Rakasaka, sikaramasika, rekaramoshatara, shetaramasiki. Nisikilize, nisikilize. Inawezekana uko hapa unagundua moyoni mwako unajisikia ni kama kuna kibali fulani umepoteza kwenye maisha yako. Unaona kama kuna kitu kimeibiwa. Unapotembea unahisi kuna kitu kimepungua kwenye maisha yako. Kuna kibali fulani kimepungua kwenye maisha yako. Wewe mwenyewe uelewi ni nini, lakini unahisi kabisa kuna kitu kijakaa sawa. Hebu njoo hapa kwanza. Mwako kujiuliza mwenyewe ukitembea, hicho kitu unachokisia kimepungua maishani mwako ndio kinasababisha hayo yote unayopitia sasa hivi. Maana kuna kitu shetani amekichukua, amekiiba kwa siri, na kwa asili ya mwanadamu kuna asili ya uungu ndani yetu. Wewe mwenyewe ukiwa unaishi unahisi kabisa kwamba kuna kitu hakipo sawa. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninakiri kuna kitu kimepungua ndani yangu. Ninaona siko sawa. Ninaona siko sawa. Kuna kitu kimepungua kwenye maisha yangu. Kuna kitu nimeibiwa kwenye maisha yangu. Na kwa sababu kimeibiwa, nipo kwenye hatari. Nipo kwenye hatari kubwa. Naomba Yesu nisaidie. Mchana wa leo niko madhabahuni. Ninaomba neema yako. Nirudishie. Nirejeshe. Nirejeshe. Kabla ya hatari. Rejesha. Rejesha kwangu. Rejesha Bwana Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu anza kujiombea. Ukiweza kulia, lia tu. Ukiweza
jiachilie kabisa. Kama unasikia uchungu ndani, jipasukie kabisa, pasuka tu. Pasa sauti, lia, utashangaa kile kitu kilichokaa kwenye moyo wako kinakuachilia. Rikaravasaka, rekarasi. Pasuka tu kama kunasikia, kwa sababu moyoni mwangu nasikia kuna watu wamejaza uchungu ndani. Uchungu nasikia, naona uchungu kwenye mioyo ya watu. Tuna roho furaha alipo ndani. Rako saka shetaramasiki rikorataka saya rindorobosika katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu, tuweke mikono. Mchungaji Benedetta, bandika tu mkono haraka haraka, bandika mkono. Rekashataramo. Wazee wa kanisa, rakashata rekoshatarama shetarakosaka shetarama shitore shitorama shara repakori andarataya shetoreti basai rama shetorokorita ratatatata rapashete rukaramashaya repashikore shandorosiki ramashata rekarabosheya repashetarama ramoshataraboshi rekosheta karamashaya reshataramoshete rekaratatata raposhi rekashi rekasha rekasha repashi rekoshata ramashi rekoshitiri kesabakoshi retatatata tandorotai bosei retekesha ramosik rakashatara heshaba rekashaba shakorita shabakorisai repashaka ramashete rekashai raposhiki ramashata rapasheke rekaraboshaya ramashata ratakai remashete rekoshete ramashata repashika rataka rataboshe ramashekere shekereboshe raposhatara shandoroshaka raposheke repapapapa ratatatata ramoshete rapa shatarabo shetarakosa tatatata roho zote za kuzimu na mamlaka zote na manuizo yote toka ndani, wekwe huru kuanzia sasa. Uchungu kutoke, maumivu ya kutoke ndani. Pokea amani ya Kristo, pokea amani ya Kristo, pokea ushindi kwa jina la Yesu. Pokea uzima wako, pokea amani yako, pokea furaha yako, pokea ushindi wako, pokea kwa jina la Yesu. Umeshinda, na zaidi ya kushinda hakuna atakayesimama mbele yako katika jina la Yesu. Karamasaka rekashata katika jina la Yesu. Pokea ushindi, pokea ushindi, ujazwe tena katika jina la Yesu. Rakasaka repashata ramasheki rekashata. Pokea ushindi, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea neema, pokea neema jina la Yesu. Nimekuwa kuna kitu shetani anataka kupokonya, anataka kipokonya. Neema ya Mungu inakusaidia kukuja leo. Hicho kitu kitaondoka kwako. Karamushatarabasiki. Anza kukitaja kimoyo moyo, wala sio kwa sauti. Mwambie Bwana, kitu hiki kisiondoke kwangu. Kisiondoke kwangu, kisiondoke kwangu. Shetani ni mwizi, kazi yake ni kuiba. Anaiba, anachukua, anaondoka nacho, anakwenda anaficha. Karabosatarama. Njoo mtumishi wa Mungu, mchungaji, toka mikono hapo. Sema, Bwana Yesu, niko madhabahuni pako. Nilicho nacho natamani kuwa nacho, nilicho nacho natamani kiongezeke na siri kipoteze. Yesu, nilicho nacho ni cha thamani sana, lakini shetani anakiwinda
aninyang'anye. Yesu nisaidie, niko madhabahuni, sitapoteza hiki kitu. Hakitapotea, 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 hakitaondoka, 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 hakitaondoka. Rikarabo, rikoshata, riamashata, rekashata, raposheke, ramashaka, rikoshata, ramoshata. Katika jina la Yesu, hakitaondoka, 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 hakitakuacha, hakitakuacha, hakitakuacha. Katika jina la Yesu, na kirejesha, na kirejesha, na kiacha hapo, kiendelee kukaa hapo. Katika jina la Yesu, hakitaondoka, hakitaondoka, hakitaondoka. Kwa jina la Yesu, hakitaondoka, hakitaondoka, hakitaondoka. Kitakaa kwako, hakitaondoka. Kitakaa kwako, kitaongezeka, kitakuwa kikubwa. Kwa jina la Yesu, hakitaondoka, hakitaondoka, hakitaondoka kwa sababu yoyote, hakitaondoka kwenye maisha yako. Kitakaa kwako, kitakaa kwako kwa jina la Yesu, hakitaondoka, hakitaondoka kwa jina la Yesu. Aliyekusudia kukiiba, aliyekusudia kukinyang'anya, hata kichukua kwa jina la Yesu. Hakitaondoka, 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 hakitaondoka. Rapashata, ramashata, rekashata, repoposhete, rapashata. Mwache tu, mwache tu, mwache akae, hana nguvu, mwache. Katarabo, shatarabashete, rekashata, ramashete, repapapapa, papapapa, shetarabo, ramashata. Chochote wanachotaka kuchukua, hakitaondoka, hakitaondoka, hakitaondoka. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe mwizi, mwizi, nimekuona mwizi, 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 achia, 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 achia. Ulichokichukua achia, ulichokichukua achia, ulichokichukua achia. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia. Katika jina la Yesu, pokea kitu chako, hawatakunyang'anya. Ewe roho ya kuzimu, ewe roho ya kutokufanikiwa, roho ya kumrudisha nyuma, roho ya kumrudisha kwenye sifuri, nimekuona na kuamuru toka. Moja, toka ndani, toka ndani, toka ndani kwa jina la Yesu. Hautarudi chini tena kwa jina la Yesu. Hautaanza moja tena kwa jina la Yesu. Utakwenda na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na kuzidi na 100 na 1000 na zaidi kwa jina la Yesu. Ninakubariki, umebarikiwa. Hakitaondoka chochote kwako, kitakaa kwako katika jina la Yesu. Umebarikiwa. Amen. Karabasa. Simama kwa miguu yako kanisa zima. Ravasa karavashata. Karavasa katika jina la Yesu. Chochote kilichopo kwenye maisha yako hakitaondoka, hakitaondoka.